anahisi kwake ni sawa sawa. Yote haya ambayo wanazungumza, haijalishi yana uhalisia ama hayana uhalisia, lakini impact yake, wanaikosesha timu yetu utulivu, wanaifanya Simba yetu iwe na mawenge, wanaifanya Simba yetu ishindwe kutawalika. Mimi nitoe rai kuambia wana Simba kwamba tuachane mara moja na tabia hiyo, tuipe timu utulivu ili tuendelee kujipanga kuelekea katika mechi zinazokuja. Ni kweli tumefanya vibaya katika mashindano ya kimataifa, tumetolewa katika hatua ya makundi, hatujazoea matokeo ya namna hiyo, lakini hatuna budi kuyapokea kwa sababu hayo ni maisha ya kawaida mno kwenye mpira wa miguu. Mwaka huu tumefeli, mwakani tutaamka, tutafaulu. Maisha yako namna hiyo, na kuna mwaka utakuja hata hatua ya makundi tutashindwa kuqualify. Huo ndio mpira wa miguu, na ukichagua kushabikia mpira wa miguu lazima uwe na hizo probability kwamba mwaka huu itakuwa hivi, pengine mwaka mwingine haitakuwa hivyo. Kwa hiyo kujimilikisha uchungu, kujimilikisha maumivu na kutaka kutoka hadharani na kuanza kuzungumza maneno mengi yanaigawa timu yetu, lakini kubwa zaidi ama mbaya zaidi ni kwamba tunaikosesha timu yetu utulivu. Inawezekana Shomari akawa amezoea mambo kama haya na akachukulia kawaida, lakini kwa hawa wachezaji wageni wanaona hii sio sehemu salama. Kwa walimu wetu wageni wanaona hii sio sehemu salama, sehemu ambayo ina makelele mwanzo mwisho, sehemu ambayo kila mtu anazungumza. Sasa hatuwezi kuwa na timu ya mpira wa namna hiyo. Mimi ombi langu, agizo langu na rai yangu kwa wanasimba, sasa inatosha. Tucheze mpira, tuiache timu ifanye mambo yake. Mapresi, maoni, kila kitu sasa tuyaache, timu icheze mpira. Bado tunaona nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Tunaona nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika ligi ya ndani pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Tuwekeze nguvu huko, timu yetu iende ikapate mafanikio katika ligi hiyo. Lakini tukiwekeza nguvu kwenye na hapa hatupiganii nani bora, nani yuko sahihi. Hapa tunapigania maslahi ya Simba Sports Club, na wale wote ambao aidha wanafanya hivyo kwa kujua ama kwa kutumika, basi watambue ya kwamba anayeathirika namba moja katika vita yao hii ni Simba Sports Club. Sasa lazima wachuje kitu gani wanazungumza, lazima waangalie kitu gani wanakipeleka kwenye jamii. Na ukiangalia hizi kelele haziji kwa bahati mbaya. Hivi sasa Simba yetu imeonekana kuamka, matumaini mapya yameonekana kujengeka, wachezaji bora tumewapata, ndiyo makelele haya yanaibuka. Sasa haya makelele sio kama ya chura ya kwamba wanapiga tu kwa sababu mvua imenyesha. Haya makelele ukiangalia ndani yake yana mpango mkakati ndani yake. Sasa inawezekana wale wanaopigishwa hizo kelele hawajui kama wanatumika vibaya, hawajui kama walio nyuma yao wanataka kuisambaratisha Simba Sports Club, kwa sababu Simba sasa imejipata, ina wachezaji wazuri, ina timu ya sawa. Kwa hiyo makelele yanaibuliwa ili Simba iendelee kusambaratika. Mimi niwaambie wana Simba ya kwamba tunapaswa kuacha mara moja mambo hayo, na kama haitoshi lazima tuwe na taasisi ambayo ina misingi yake ya kuzungumza, ina misingi yake ya kutoa taarifa, ina misingi yake ya kuwasiliana na jamii. Haiwezekani ikawa kama bwawa la Kambale, baba ndevu, shemeji ndevu, mtoto ndevu, baba nani si nani ndevu, kila mtu ndevu. Sasa haiwezekani leo presi huku, kesho presi kule, kesho kutwa presi kule. Kila mtu akiamka tu anajihisi ana mamlaka na nguvu ya kuitisha mikutano na kwenda kuizungumzia Simba Sports Club. Tuiache Simba ipate utulivu, tujijenge, twende tukashindane na kile ambacho kiko mbele yetu. Nimemaliza. Semaji, nimeona kipindi mnaanza safari umeandika kwamba timu yenye furaha inarudi nyumbani. Hiyo ina maana gani? Kuna timu haina furaha? Sisi tuna furaha, tuna furaha kwa sababu tumeshindwa
kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Of course inatumiza kwa timu kubwa aina ya Simba wanatuliza wenzetu akina Al Ahly bana, nimekwaje wazee? Sisi tuna group letu la timu 5 bora. Yes, umeona bana. Kwa hiyo tunaulizana bana, vipi mzee mwenzangu? Bana, mwaka huu mambo yamenikataa kwa wajipange kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo inatumiza kushindwa kuqualify kwenda hatua ya robo finali, lakini tunao furaha kwa sababu katika maisha kitu muhimu ni kupiga hatua kwenda mbele. Ukiangalia Simba iliyocheza mechi za kwanza za hatua ya makundi na Simba ambayo inacheza mechi hivi sasa ni Simba mbili tofauti. Hiyo ndiyo ambayo inatupa sisi furaha na matumaini ya kwamba pamoja na kwamba tulianza vibaya, lakini tunamaliza vizuri, na huu mwisho mzuri ndiyo ambao tunajipanga nao sasa kuelekea katika msimu unaokuja pamoja na mashindano ambayo yamesalia mkononi mwetu hivi sasa. Kwa hiyo peke yake inatupa faraja na matumaini na furaha, kwa sababu progress ya kikosi chetu inaonekana. Nini? Najua. Hujui? Haufuatilii? Yangu yamenizonga vibaya. Watu wanaenda kwenye calculator. Yangu yamenizonga. Labda pengine mpaka wiki ijayo naweza nikapata utulivu wa kuanza kupitia kundi moja baada ya jingine. Sasa hizi Simba yangu ina nani? Ndio yote kwa waliobaki inanipeleka puta. Kwa hiyo unajua wewe ni mzalendo. Uzalendo vipi semaji? Dua kwa waliosalia. Semaji ni mzalendo bwana. Uzalendo tumekubaliana kwenye timu ya taifa, na kuna vijana wetu wanarudi leo futsal wanataka kufanya unyama huko duniani. Kwenye klabu bana, kila mtu apambane ili tupate mwakilishi mmoja au wawili wa mabingwa na shirikisho. Kuna robo finali. Wapambane. Sisi mwaka huu mambo hayajakuwa mazuri kwetu, kwa hiyo anayeweza apambane. Kinyonge sana. Nafasi iko wazi. Ongea kinyonge. Nafasi iko wazi. Sisi hatuna nafasi. Kwa kama kuna mtu ana nafasi huko kwake apambane. Dua yako. Kilo safi sana. Dua yako kwa nani? Kupambana wenye nafasi ambao wanapambania nafasi. Anyway, wewe hujafuatilia kundi. Azam ana alama 9 mpaka sasa hivi. Yanga ana alama 5. Kwa hiyo hawa wawili wanapewa zaidi nafasi kwa sababu Singida jana amepoteza vile mbele ya Stellenbosch. Mbele ya CR Belouizdad. Naye bado ana nafasi. Singida hana nafasi. Mwenye nafasi ni Yanga na Azam. Mpaka pambane. Kilo safi. Kutoka moyoni. Inaonekana.